kumwokoa baba. Yupo kwenye matatizo. Mwanangu ulikuwa wapi? Mama, mimi nilienda kujificha. Kujificha kwa ajili gani? Kwa sababu Chunga alikuja hapa. Chunga ana shida na wewe. Chunga alikuwa shida yake kukutia adabu, maana una kielele kupania vitu vya watu mwanangu. Nilikwambia yule sio mtu mzuri. Lakini mama, una kijana alikuja kunisaidia hapa. Ni nani yule? Wale ni watu wangu. Tumewafufua wale kwa ajili ya kukusaidia wewe. Maana nilikwambia Chunga sio mtu mzuri. Ile ni baraa. Ile ni shida. Sikutaka mwanangu uumie. Nimewafufua nikawatia nguvu nyingine mpya ili kumteketeza Chunga. Mbona umesema umewafufua? Maana mimi nimekutana na mmoja, na maana ipo zaidi ya mmoja. Mwanangu, vile viumbe viko 4. Wengine utawaona. Yule mwanangu aliokuja kukusaidia wewe ni iPhone 17. Kuna mwingine iPhone 16. Kuna mwingine iPhone 15 Pro Max. Sasa nisikilize mwanangu, wale kazi yao ni hii moja, kukulinda mwanangu. Asante sana mama Kinimika, umenithibitishia kuwa wewe ni mama bora kwangu. Unaweza kutembea kote, hakuna kidudu chochote kitakugusa wewe, mtoto wa Konki Master, sauti ya zege originari. Asante sana mama. Mdogo wangu, nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Nikifikiria lile tukio lilokutokea kule siku ile, kila naomba usinifikirie vibaya. Na kusikiliza, ni kitu gani hiko? Kama unakumbuka ujio wako wa hapa kijijini, ni maagizo ya mama, na ni sababu maalum iliyokufanya uje kwangu. Nikifikiria au nikiwaza katika kichwa changu, uweze ukarudi tena sasa hivi nyumbani. Maana nimeongea na mama, amesema ukae huku huku, na hayo yote ni kwa sababu ya lile tukio lilokutokea kule siku ile. Ndio imenifanya nikuite hapa ili tuweze kuongea na wewe. Sijakuelewa dada, unataka kumaanisha nini? Lile tukio lilokutokea siku ile kule, kwa kweli mdogo wangu, lilikuwa linaniumiza kichwa sana. Yule mzee sio mtu mzuri, amedhamiria kukuua kabisa. Ndio hapa nimeongea na mama, nikamwambia uweze kurudi tu mjini. Mama naye kakataa, kasema ubaki huku huku. Sasa kwa nini akatai? Wakati mimi ndo nilikuwa nawaza nirudi nyumbani tu. Mdogo wangu, acha basi kujitoa ufahamu. We mwenyewe unajua kwa nini huko haka. Mara hii uondoke. Hiyo inawezekana kweli mdogo wangu?
ngalitana ni oya uwe mbwa nani hakanda unatina evuzi kuzisivela Nigosho na videre debule mano uwe mbwa nani hakanda unatina unaditi hambo ambao nankunda tobonda mwanapo nani haditi hapo unambula habo udindie Kwani wewe ni nani? Na kwa nini mnafanya haya yote hapa nyumbani kwangu? Hivi unajua dada, naweza nikarudi mjini na nikaendelea na maisha yangu na nisirudi nyumbani. Kama yeye mama ameshindwa kumkonvinsi mume wake kuishi na mimi wala hata sijali. Nina marafiki zangu kibao huko mjini. Kwa hiyo sitegemei kurudi nyumbani kwake. Kama yeye hataki nirudi nyumbani kwake, naweza nikarudi nikaendelea na maisha yangu. Sikiliza mdogo wangu nikwambie, yule mzee hawezi akakuruhusu uondoke. Kwa sababu umeshaingia tayari kwenye 18 zake. Na yule ni mchawi, tena mchawi mkubwa. Huwezi ukapiga hata hatua. Tayari umeshaingia mdogo wangu. Bora utulie tu. Unisikilize mimi dada yako. Hivi unajua kama siamini imani za kishirikina? Hata kidogo. Kama nyie mnaendelea kuamini imani zenu za kishirikina, ni juu yenu. Sasa unasemaje? Kuna kitu mimi nataka tufanye ili uendelee kukaa hapa. Ni kitu gani hicho? Yule mzee tabia yake ni kuwa mabikira na kuwatoa kafara ajili ya kutimiza mahitaji yake mwenyewe binafsi. Sasa nisikilize mdogo wangu, kwa kuwa wewe bado unatunza usichana wako, chunga ataendelea kukufuata kila kukicha. Na hawezi akakuacha ukiwa bado upo hivi. Na hapa nimeamua nikutafutie bwana ili akutoa ubikira ili asiendelee kufuatilia mzee Chunga. Ndio usalama wako. Unajua siamini dada kama haya maneno unazungumza wewe. Mimi nikajua wewe ni mtu mzima, basi utanishauri mimi mdogo wako vitu vya msingi. Unanishauri kwenda kunitafutia mwanaume anitoe ubikira wangu mimi? Hivi unajua nimeutunza kwa muda gani? Yaani nikiangalia mimi na wewe pengine hata sio ndugu. Maana hata hizi rangi zetu hazilandani. Maana unazungumza vitu kama mchawi. Au wote ndio wale wale dada? Najua huwezi kunifahamu kirahisi, lakini mimi ni moja kati ya wale waliozaliwa kutoka kwenye ukoo wa Tingatinga. Sawa, lakini kuna kitu gani kinaendelea kati yako wewe na Chunga? Ni vita gani hiyo mnaokuja kuifanyia mtanange hapa? Makaukau inoiyai ekumeana ama ekianaye kamehameha. Mara zote Tingatinga huwa ni mtu ambaye anapenda haki, na mimi nipo kwa ajili ya kutetea haki. Hawa ni moja kati ya viumbe ambao hawahitaji amani. Naitwa King Nzidole. Zela ni uno mgano unosogoja mix bayasi watukecha uemboa nani hakanda unatina. Chimbuko lako ni lipi? Umetokea himaya gani? Na kwa nini uje hapa kwangu? Hunijui sikujui. Unafanyikaje msaada kwangu? Kama ni mtu mbaya mimi nitajuaje? Mara zote Mzidole huwa apende maswali, lakini kilichonileta ndicho nilichokifanya. Hivyo na imani kwa sasa utakuwa upo salama, lakini mara nyingine utakapohitaji msaada wangu, basi mimi nipo kwa ajili ya kukamilisha msaada huo. Na Washagali akateleza uembwa nani hakanda unatila leja pushenye tenye puta shonyo tanye kola. Kumbe huu ni mshirika. Safi sana. Naona kabisa naenda kumshinda Chunga. Anajisifu kila siku ana nguvu, sijui mimi, yeye ndo kanipa mkoba. Tuone sasa. Tutaoneshana safari hii.
Mdogo wangu, sio hivyo. Nahitaji uwe mzima, asije kakuzuru yule mzee. Yule mzee kazamilia kukuua mdogo wangu, nielewe basi. Nisikilize tena, nisikilize kwa makini dada. Ujue na kuheshimu, basi naomba na mimi niheshimu. Na kuchukulia wewe kama mkubwa wangu hapa nyumbani, si ndio? Basi na mimi niheshimishe mdogo wako. Wewe sio kumtamkia mimi maneno hayo dada, ujue naumia kiasi gani. Sasa nisikilize, inatosha. Sitaki kuzungumza kitu chochote. Na wala sitaki kuendelea kukusikiliza ujinga wako. Usinifikirie vibaya, ni kwa ajili ya usalama wako. Sijapenda. Mwanikewe, okolaboka. Na hene. Sawa. Bakosho mwanike muno yo. Ningoni wane lelwa. Sikujua. Mbona upo katika hali ambayo sijaizoea? Una tatizo? Hamna tatizo, mimi niko sawa mbona. Nakuuliza kwa sababu sijazoea kukuona tu. Na najua kabisa kwamba ukiwa hauko sawa, naelewa kwa sababu ninavyokufahamu tofauti na hapa ulivyo. Upo tofauti kabisa na siku zote. Unajua mimi nikiwa na wewe kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo niko sawa kabisa, nina amani zote. So, kuna kitu unanificha? Hamna kitu. Nikutoe hofu, kuwa na amani, mimi niko sawa. Napenda kukuona ukiwa na furaha. Sawa. Unajua mimi huko mjini msanii. Alafu napenda sana nikiwa tumekaa hivi nikuone mtu ambaye unafurahi, unatabasamu, ndio furaha yangu. Unavyokuwa hivi siwezi kuwa sawa. Hebu niishi. Unajua nataka nikuonyeshe kama mimi ninaweza kucheza, ninaweza kuimba pia. Nataka ufurahi. Sawa. Afadhali nimekuona, kwa maana nilikuwa na shauku kubwa sana ya kuonana na wewe. Usijali na kusikiliza. Ila naomba nisamehe sana, kwa maana na jambo moja tu ya kukuelimisha wewe kama mdogo wangu, kwa maana kuna vitu huvijui katika hii dunia, alafu mambo unayofanya wewe hayaendani na umri wako. Wewe punguza maneno mengi na haraka ongea na tutaka kuongea. Hivi uliwaza nini kuhusu uchawi wa baba yako? Hauoni kama unasemwa mtaani? Ani vidole vingi sana mnanyoshewa nyinyi. Hebu tumieni akili. Alafu nyinyi ni mabinti wadogo sana. Mnaenda kudisi uchawi ambao sio vitu vyenu. Itabidi walisi mababu, mabibi huko. Ndio ilikuwa kazi zao kulisi. Afu mkao mkilijua uchawi siku zote hauna maendeleo. Hebu angalieni, mnabakia mnaloga watu ambao wana faida. Na watu wenyewe mnawaloga, mwisho wa siku amnufaiki nao kwa chochote kile. Kwa hiyo umesimamisha hapa, wataka kujua faida ya uchawi, si ndio? Unajua raha ambayo niko nayo, natamani hata wewe nayo. Sasa nataka uone vitu ambavyo nafanya. S2Ks. Hey man. Hey. S2Ks, baby, si danza. Imalia fina, simanga. Siajabula,
siyachokoza. Stola konke umelela. S2K baby siyeki. Imizwa mnandi yazithatha. Siyaphila siyavuma. Amapiano siyathanda. Sawa, inatosha. Nimeona kipaji chako cha kucheza uko vizuri. Sasa nataka uniimbie. Wow. Hapa kwenye kuimba mimi mbaya wewe. Simama. Nafaidika nini uchawi? Afu istoshe hapa kijijini wananchi wameshawachoka. Msipokaa vizuri mtakuta ile nyumba yenu, familia yenu yote mnawashua moto. Afu ndo hapo mtajua uchawi una faida gani. Hivi nani alikwambia uchawi ni mbaya? Uchawi ni mbaya, afu uchawi ni umaskini. Ndio maana mnasema na majirani. Mbona unaogopa? Unaogopa nini? Hiyo ndo la uchawi mkubwa, kumwogopa mtoto. Ona unavyotapatapa. Siogopi kusemwa. Kwa malingo kudeka unadekaga, fundi wa mitindo na pondo na paga waga. I'm thinking about you, oh baby, I'm thinking about you. Natamani niwe soli ya kiatu chako, nijue unapokwenda. Unanivuruga tabasamu lako na pondo napopenda. Sawa, sikujua wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu, na hakuna mwanamke yeyote ambaye ninampenda kama wewe kwenye hiki kijiji. Sitaki kuahidi vitu vingi sana ambavyo huenda nikashindwa kuvitimiza kwa wakati, alafu kaniona mimi mmondo. Na kuahidi kitu kimoja tu, upendo wa kweli kutoka kwako. Unajua, mwanzo sikufahamu kama kijijini kuna wanawake wazuri kuliko hata mjini. Sikufiche, nakupenda sana. Nashindwa kukuahidi vitu vingi, huenda nikashindwa kuvitimiza kwa wakati, alafu kaniona mimi ni Mungu. Na kuahidi kitu kimoja tu, upendo wa kweli kutoka kwako. Nakupenda pia Tony. Na yeye ni mwanaume wa pekee sana. Sitamani penzi letu livunjike mapema. Nakupenda sana. Siku nyingine usinisimamishe kuongea upumbavu wako. Nitakugeuza paka sasa hivi. Da. Ila bora alivyonisukuma. Kwa maana angesema niloge hapa, haki ya Mungu, angenigeuza kunguru wa Zanzibar. Ningekuwa piu mweusi. Na hivi nilivyo, aya, ningetupiwa mawe mtaani hapa hadi ningechoka. Ila hivi itakainunua sasa. Mimi mikoba ya mababu ninayo. Afu ni biti mdogo sana, aniwezi mimi. Fanta pineapple.
ache hicho unachokifanya mara moja. Toka manani wameambia niache. Hivi unajua upo kwenye hatari kubwa sana. Unasema hatari? Mimi mwenyewe maisha yangu hatari. Wewe sioni hatari yoyote. Dadangu anaumwa sana. Kweli inanibidi nije nifanye hivi ili ende kumsaidia apate chakula hii. Hivi unajua unachokifanya na dadako pia atakuwa kwenye hatari? Nitakuwa kwenye hatari kubwa sana. Kwa hiyo acha. Hivi unamjua mwenye shamba? Hapana, simjui. Mwenye shamba ni Chunga. Chunga? Na Chunga na roho mbaya sana. Na hisi unamjua Dizie. Na taarifa zake unazi. Kama ni njaa, basi acha nikusaidie. Chukua hiyo. Uenda kwa chakula, ukae na dada yako. Lakini umewezaje kuipata hii? Kwani unaitwa nani? Naitwa Michael. Dada yako? Dada yangu anaitwa Naji. Siku nyingine usirudie tena. Ni bora uombe kuleta kuiba. Dada yako anaumwa nini? Anasumbuliwa tu na maradhi madogo, anaumwa kichwa, mwili na ameanza tangu bisi. Basi nenda nyumbani utamkuta amepona. Sasa mputaji yuko salama wakati mimi nilimwacha anaumwa hoi na akiwa na njaa. Nimekwambia nenda nyumbani. Dada yako Teresha kwa mzima. Kwani wewe ni nani?